Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tuombe. Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo nzuri ambayo Bwana umeifanya kwa ajili yetu, nasi tumeendelea kuifurahia tokea asubuhi kama maagizo yako ulivyotuambia tuifurahie siku zote. Baba, asante kwa ajili ya siku nzuri, Ijumaa nzuri ambayo Bwana umeifanya kwa ajili yetu. Ni tarehe 2 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Asante Baba kwa neema yako, na jioni hii tunaenda kuangalia neno lako tukufu, neno lako takatifu. Baba, ninaomba neno hili likatujenge ndani yetu, likatujenge katika roho zetu, likatujenge katika nafsi zetu, tukafanye yote ambayo Bwana unatuagiza mahali hapa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Baba, nimeomba kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Tutaenda kujifunza somo kidogo. Kichwa cha somo kinasema tuitende kazi yake kwa uaminifu na kwa bidii. Tuitende kazi yake kwa uaminifu na kwa bidii. Tuitende kazi yake kwa uaminifu na kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ametupatia maagizo sisi kama watoto wake. Katika kanisa, kila mmoja aliyeweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ametupatia maagizo. Na Mungu kwa kutoa maagizo sio mara ya kwanza. Wakati tu ameumba ulimwengu alitoa maagizo kwa Adamu, lakini Adamu akaweza kuasi. Na kuasi maana yake ni kuto kufanya yale maagizo ambayo Mungu alimwagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Najua tulishafundishana sana kuhusiana na Adamu, wapi alipoteleza, na sasa hivi kama wewe unafuatilia, unasoma Biblia, utajua sasa hivi tuko sehemu gani. Leo tulisoma Mwanzo sura ile ya 4 mpaka ya 6, na tumesoma Warumi sura ya 2 leo. Jana tulisoma Mwanzo sura ya 1 hadi ya 3 na Warumi sura ya 1. Kwa hiyo kuanzia Mwanzo ile sura ya 1 hadi ya 3 utaanza kuona pale jinsi maagizo ambayo Mungu amempatia Adamu, na jinsi ambavyo Adamu kwa mara ya kwanza alipopata faida wakati akiendelea kufanya nini? Kufanya yale maagizo ambayo Mungu alimwagiza. Lakini tukaona mwishoni alipopata hasara baada ya kuacha yale maagizo ambayo Mungu alimwagiza kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku zote na wakati wowote sisi ni Mungu ndio baba yetu, na Mungu ndio direction yetu, yani ndio kiongozi wetu mkuu. Kwa hiyo yeye anaposema jambo, wewe unapolichukua lile jambo na kwenda kulitekeleza, maana yake umemtii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye anaposema jambo, wewe ukachukua lile jambo alafu ukaachana nalo, usilitekeleze, maana yake umemuasi, umemdharau, umempinga. Bwana asifiwe. Kupinga maana yake ni nini? Kupinga ni kuto kufanya kile ambacho Mungu anakuagiza ukifanye. Kwa hiyo huu ni mwaka mwingine, mwaka 2026 ndio kwanza tu tunaanza. Leo ni tarehe 2 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kuna maagizo ambayo Mungu alitupatia kama watoto wake. Hayo maagizo lazima kama watoto wake tukayafanye kwa bidii kweli kweli kwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tufungue Marko sura ile ya 15, ya 16, kuanzia ule mstari wa 15. Agizo kuu ambalo Mungu ametuagiza. Marko sura ya 16 kuanzia mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe.
agizo kubwa tulilopewa ni kuihubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe usingeweza kuwa mtoto wa Mungu kama usingehubiriwa. Kwa hiyo kuna mtu aliacha kazi zake, aliacha kufanya vitu vingine ambavyo alikuwa akitakiwa kuvifanya kwa wakati huo, akakuletea wewe habari njema za wokovu. Zile habari njema zikaweza kupenya ndani ya moyo wako na ukaweza kupokea, na ulipopokea ukaweza kuona faida ambayo unaendelea kuipata mpaka leo hii kwa kuweza kuwepo ndani ya mtoto nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuweza kuwepo ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hayo maagizo ametuagiza na sisi leo. Anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hayo ni moja ya maagizo ambayo Mungu anataka kila mtoto wake apeleke hayo maagizo kwa watu ambao anakutana nao, kwa watu ambao pale majirani zako, kwa marafiki zako, kwa watu unaowajua, kwa watu usiowajua, uwaambie habari hizi za injili. Injili ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakakuuliza, wewe unatuletea injili, injili ni kitu gani? Utawajibu kutokana na neno la Mungu inaposema Warumi sura ya 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaweza akakuuliza injili ni kitu gani au injili ni nini? Warumi sura ya 1 na mstari wa 16. Anatuambia hapa, kwa maana sionee haya injili. Kwa sababu gani? Kwa sababu injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe injili ni uweza wa nani? Wa Mungu unaopeleka wokovu kwa mtu atakayesikia na kuamini. Wokovu wa namna gani? Wokovu kwenye maisha yake, wokovu wa kuweza kumtoa katika ufalme wa shetani na kumleta katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unapeleka injili, manake umebeba wokovu na kumpelekea mtu, ili mtu yule atakapopokea ule wokovu utaweza kumsaidia kwenye maisha yake. Utamsaidia kama wanandoa kwenye ndoa zao, kuleta amani, kuleta furaha, kuleta maendeleo, kuleta haki. Utawasaidia kwenye biashara zao, kuleta kila kitu ambacho wanakitaka, kuleta faida, kwa sababu kazi ya wokovu ni kuleta faida kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kazi ya wokovu kuleta faida, na faida kubwa ambayo wokovu inaleta ni uzima wa milele. Mtu anapopata wokovu anapata uzima wa milele kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii kazi ndio maana Mungu anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili. Maana enendeni ulimwenguni mote mkapeleke wokovu kwa watu wapate kupata uzima wa milele kwenye maisha yao, uzima wa milele kwenye ndoa zao, uzima wa milele kwenye biashara zao, uzima wa milele kwenye familia zao. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kazi ambayo Mungu ametuitia na anataka tuitende kazi yake kwa uaminifu na kwa bidii. Moja ya kazi nzuri na kazi ya kipekee ndio hii, kuipeleka injili kwa kila kiumbe. Injili ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuulizwa hilo swali, injili ni ya nani? Warumi hiyo sura ya 1 kuanzia mstari wa 1. Anatuambia Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Injili ni ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni ya Mungu mwenyewe. Ameleta wokovu yeye mwenyewe ili kutukomboa sisi kutoka kwa shetani, kutuleta kwenye ufalme wake. Kwa hiyo injili unayopeleka, ule uwezo unaopeleka ni wa Mungu mwenyewe, ili umpate mwanadamu apate kukombolewa kutoka katika falme ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na mtu anaposikia injili na kuiamini, je, Yesu anamfanya huyo mtu kuwa nani? Yohana sura ile ya 1 na ule mstari wa 12.
bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kumbe unapopeleka injili, watu wanaposikia ule uwezo ambao wewe umeupeleka, huo uwezo unambadilisha yule mtu na kumfanya kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kabla ya kupata injili, mtu anakuwa mtoto wa shetani, na tunajua chanzo cha sisi kuwa watoto wa shetani mwanzoni, kabla tujampokea Yesu, ni kwa sababu ya madanganyo ambayo shetani alimdanganya Hawa akaenda akampelekea Adamu akakubaliana na madanganyo, shetani akawa chini ya Adamu akawa chini ya nani? Ya shetani. Kwa hiyo wakati Adamu yuko chini ya shetani, sisi wote tumezaliwa kimwili na Adamu. Maana tumetokana na Adamu, chanzo chetu ni Adamu katika ulimwengu wa mwili. Sisi wote tukawa chini ya nani? Ya shetani. Tukawa watoto wa nani? Wa shetani. Lakini Yesu alipofika akatupatia hii neema ya kuweza kututoa na kutuleta tena kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo unapopeleka injili, unampelekea mtu habari njema za kuweza kumtoa katika ufalme wa shetani na kumleta katika ufalme wa Mungu. Kumtoa kutoka kuwa mtoto wa shetani na kumleta, kumpatia uwezo wa kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na tunajua kabisa kwamba kwenye ulimwengu huu, kama tunaposema, kuna familia mbili tu, familia ya watoto wa shetani na familia ya watoto wa Mungu. Tunaye Mungu baba yetu, ndiye aliyekuja kutuokoa, lakini yuko Mungu wa watu wengine ambayo ni shetani. Ni Mungu wao kabisa na wanamwabudu katika ibada mbalimbali. Lakini Mungu anataka kila mmoja apate kuifahamu kweli, ili kweli imweke huru. Na kweli hiyo imebebwa katika kifungu cha nini? Kifurushi cha injili ambayo wewe utakaipeleka kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Yohana sura ile ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza inatuambia, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Nanyi ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sisi tumekaa ndani ya Yesu. Kwa kuwa sisi tumekaa ndani ya Yesu, Yesu anasema anataka tuzae sana. Anataka tuzae sana. Kuzaa maana yake ni kuchukua neno lake na kulipeleka kwa watu wengine, wapate na wao kuokolewa, kuletwa ndani ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nyinyi kaeni ndani yangu nami, anasema ninyi mkikaa ndani yangu nami nikikaa ndani yenu, ombeni lolote nani mtatendewa. Tukae ndani ya Yesu. Na jinsi ya kukaa ndani ya Yesu ni kuyafanya yale ambayo Yesu anatuagiza tuyafanye. Moja ya maagizo tumeona hapo, hiyo Marko sura ya 16 mstari wa 15, anatuambia tupeleke injili kwa kila kiumbe. Tukawaambie watu habari njema ambazo Yesu amezileta kwenye maisha yao. Tuwaambie watu faida ambazo Yesu amezileta kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ni kazi ya kila mmoja ndani ya Yesu. Na mwaka huu ni mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo hakikisha unaenda kufanikiwa katika hilo eneo. Hakikisha kila mwezi angalau umekosa sana ni watu 4. Manake tunazo Jumatatu 4 kwa mwezi. Na tumesema kila Jumatatu ni siku ya nini? Ya injili. Kwa hiyo hakikisha kila Jumatatu unampata mtu ambaye anaokoka na unamleta wapi? Kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye awe mtoto wa Mungu, ili na yeye aanze kupata faida ambazo wewe unazipata kwenye maisha yako. Aanze kupata faida hizo ambazo wewe mwenyewe unazijua.
Toka umekuwa mtoto wa Mungu hujawahi kupoteza pesa kwa ajili ya magonjwa. Hujawahi kupoteza pesa kwa ajili ya kununua dawa. Lakini na yeye anataka. Wako watu ambao wamefungwa kwenye ulimwengu huu na shetani. Yaani akishasikia tu kichwa kinauma au chochote kinauma ni kuchukua pesa na kukimbilia duka la madawa. Anajua anaweza akapata msaada kule, lakini ukweli ni kwamba ni kazi ya shetani kuiba ile pesa ili asifanyie yale matumizi ambayo ameyapangia kuyafanyia. Majibu wewe unayo, majibu mimi ninayo. Ni kazi kwetu tuanze kufanya hivyo. Ukizamilia utafanya kwa bidii. Lakini usipofanya maana yake utakuwa kama Adamu. Utakuwa umekwenda kinyume, utakuwa ni muasi. Bwana Yesu asifiwe. Waambie watu habari njema, wahubirie kweli ya Mungu ili Mungu mwenyewe ajidhihirishe kwao. Wakikataa wewe usiwaambie chochote, usifanye chochote, kwa sababu Mungu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya hukumu ipo na kila mmoja atasimama kwenye kiti cha hukumu katika kuhukumiwa katika yale mambo yote ambayo ameyafanya kwenye ulimwengu huu. Sasa wewe jitahidi kuwa mtakatifu, fanya yale mambo ambayo Mungu anakuambia uyafanye. Yafanye kwa bidii, yafanye kwa uaminifu, yafanye ukiwa mtakatifu wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kumhubiria mtu habari njema wakati unaona kabisa umetenda dhambi. Afadhali utubu mapema, utengeneze na Mungu mapema. Ukitoka unakuwa mtakatifu. Hata ukipeleka zile habari zinapelekwa na mtakatifu. Habari takatifu zinapelekwa na nani? Na mtakatifu, mtoto wa Mungu. Na Mungu ametuambia alituita sisi ili tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako na upendo. Asante kwa ajili ya jioni hii. Asante kwa ajili ya neno lako zuri ambalo Baba umetupatia watoto wako. Nasi tutafanya kama wewe Bwana ulivyotuagiza. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbingu, tunakushukuru. Asante pia kwa ajili ya ulinzi ambao unakwenda kutulinda watoto wako usiku huu. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya mafanikio ambayo Bwana unakwenda kuyadhihirisha wewe mwenyewe kwa watoto wako ndani ya mwaka huu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunaanza na Yesu, tunaendelea na Yesu na tunamaliza na Yesu ndani ya mwaka huu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Baba tumeomba kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana.